ni sister ya Wanjiko. Nilikuwa nimemleta huku apate haki yake. Alinunua shamba huku kwa Ulindi, lakini hawataki kumpatia shamba, hawataki kumrudishia pesa yake. Sisi hatukuwa na mengi, hata hatukuwa na vita tukikuja huku. Tulikuwa tunamleta huku ili wamsaidie juu shamba yake alinunua huku kwa Ulindi. So lazima angekuja hadi kwa ofisi ndani ndio apate msaada. Lakini badala ya wao kutusaidia, walitufungia ndani na watoto. Mtu mmoja alikuwa mgonjwa. Tulitumana dawa zikarushiwa huku chini ya mrango. Ndio mtoto anavomit na ni mgonjwa. Hakuna hadi hewa. Watoto hadi tuliwaambia wasusu huko ndani. Juu watoto tumefungiwa wanataka kususu. Wewe kama ni wewe ungeambia mtoto aje, tuliwaambia wasusu huko ndani. Hata watoto wamesusu huko ndani kwa ofisi yao. Sisi hatuna mengi. Wampatie shamba yake, la si hivyo wampatie pesa yake na interest ya miaka 5. Hatutaki kitu kingine. Sisi wanauza, sisi tumejua leo wanauza hewa. Hakuna maproduct wako nayo. Sisi hatutawacha sister yetu nyuma. Wamsaidie. Either sisi hatuna shida kabisa. Wampatie shamba, sisi tutawaondokea roho safi. La si hivyo, sister yetu tutamuunga mkono hadi apate haki yake. Hatutachoka na hatutalala. Tutakuwa hata kama ni daily, afadhali tufunge kazi zetu. Tunakuja na hawa watoto hawatakosa kukuja kwa sababu yeye ni mama yao. Atawapeleka wapi? Saizi hata kwenye anakaa, amekomboa nyumba. Maybe anafungiwa hiyo nyumba juu ya rent na pesa yake iko kwa Ulindi. Wampatie pesa ama wampatie shamba. Sisi tuondokee kiroho safi. Mustaki. Ona. With interest for the 5 years wamekaa na hiyo pesa. That's what I want from them. Kama sio hivyo wanipatie title deed. Simple as that. These are call men. Starting with Humphrey Mwangi Kafue from Mathioya Sub-County, Murang'a County. Amenicall pesa juzi 2 weeks ago. Na hii Mage tidak matu. Ya, kau mah. Anataka endo kuwe na nini urisi yake kama ndio na mimi nakaa hapa tumesimama hii kidogo apiga hiyo picha sasa Kurasi patie hiyo huko Simameni hapo mpige picha tutaka. Simameni mpige Madam semuanya sasa. Talking about when you are in phone pesa. I either want my money with this. That's what I want from them. Kama hata hizi values wameandika hapa hakuna yenye wako nayo. Equity yenye wako nayo ni kununua tu magari. Simameni hapo mpige picha tunataka. Kwa nini mnaikataza na hiyo? Tunachukua sisi wote. Sio wapi yangu. Watoto wote waondoke. Endeni pale mchezo Okay, everything is okay. Madam, confirm everything is okay. Checking my case.
ni sister ya Wanjiko. Nilikuwa nimemleta huku apate haki yake. Alinunua shamba huku kwa Ulindi, lakini hawataki kumpatia shamba, hawataki kumrudishia pesa yake. Sisi hatukuwa na mengi, hata hatukuwa na vita tukikuja huku. Tulikuwa tunamleta huku ili wamsaidie juu shamba yake alinunua huku kwa Ulindi. So lazima angekuja hadi kwa ofisi ndani ndio apate msaada. Lakini badala ya wao kutusaidia, walitufungia ndani na watoto. Mtu mmoja alikuwa mgonjwa. Tulitumana dawa zikarushiwa huku chini ya mrango. Ndio mtoto ana vomit na ni mgonjwa. Hakuna hadi hewa. Watoto hadi tuliwaambia wasusu huko ndani. Juu watoto tumefungiwa wanataka kususu. Wewe kama ni wewe ungeambia mtoto hadi tuliwaambia wasusu huko ndani. Hata watoto wamesusu huko ndani kwa ofisi yao. Sisi hatuna mengi. Wampatie shamba yake, la si hivyo wampatie pesa yake na interest ya miaka 5. Hatutaki kitu kingine. Sisi wanauza, sisi tumejua leo wanauza hewa. Hakuna maproti wako nayo. Sisi hatutawacha sister yetu nyuma. Wamsaidie either, sisi hatuna shida kabisa. Wampatie shamba, sisi tutawaondokea roho safi. La si hivyo, sister yetu tutamuunga mkono hadi apate haki yake. Hatutachoka na hatutalala. Tutakuwa hata kama ni daily, afadhali tufunge kazi zetu. Tunakuja na hawa watoto hawatakosa kukuja kwa sababu yeye ni mama yao. Atawapeleka wapi? Saizi hata kwenye anakaa amekomboa nyumba. Maybe anafungiwa hiyo nyumba juu ya rent na pesa yake iko kwa Ulindi. Wampatie pesa ama wampatie shamba. Sisi tuondokee kiroho safi. Si za urithi. Hapa Thika West Building nikiwa na shida. I bought a plot with them 5 years ago, back in 2016, amounting to 975,000. After that, wakaniambia title deed nitapewa, but I was issued with a share certificate after the payment, which I made through the bank. Since then, nimekuwa nikiwafuata kwa ofisi zao. Their first office was in Section 9. Nimekuwa nimeenda huko mara mingi, hata soldiers wananijua huko, they used to know me there. Wakatoka huko wakakuja hapa Thika West Building, second floor, wakahama, ndio wamekuja hapa 4th floor tena. Wamekuwa wakikimbia, yani nimekuwa nikiwafuata tu kwa ofisi zao every now and then. Every time nikikuja wananipea promise they are going to sort out the case, na ni watu wengi wako kwa hiyo shida. When I came, the times I have been coming, nikapewa namba ya that group. Nikawapigia simu, nikawaambia who and who, na nimefika hapa. Wakaniambia now you bought the piece of land with Urithi. Sisi hatukuju, go back to Urithi. So I came back, nikawaambia the same. Wakaniambia sasa sijui tutafanya nini. But we are going, wakachukua my details, hata ziko kwa system zao. We are going to connect you with the secretary wa hiyo committee yenye iko na hiyo shamba ufixiwe. So I have been coming to be fixed. So when I came, okay, before today, I came early this week. Nikaambiwa sasa kitu yenye itakusaidia ni email address. Andikia watu email. Ukiwaandikia ugoje. So that's what I did. Hawakunijibu. So today I came to inquire what's happening. The time I came, tukaongea na wao wakaniambia sasa we are going to give you a different contact. A different contact, upige simu utasaidika. Nikawaambia I'm fed up with the contacts. Hakuna contact nachukua. They talk with them. Kwa hao wananirifaa kwao wanisaidie nikiwa kwa office. Me, I didn't buy the piece with the contacts they are giving me. I bought with the company, and that's why mi ukuja kwa kampuni. So after kukataa akaniambia ni sawa basi, weka hapo basi. So akakaa tu hapo, akaanza kukunywa chai yake. Hao kitu 5 ikafika. Akaniambia hutoki, nikamwambia mimi sitoki. I'm not going anywhere. I need an answer from you guys, and a concrete one. Sasa akatoka akatufungia ndani na watoto. So tumekaa huko na watoto 3 hours. Ndio wamekuja na askari. Watoto wamekojoa huko. Mmoja hata amesikia vibaya akiwa huko. Nimemwitishia dawa, imepitishwa huko chini ya hii mlango yao.
na hata huyo mtoto ametapikia hizo dustbin zao juu hatukuwa na anywhere ya kutoka. So ndio amekuja na askari, ndio wakatuambia tutoke na to go and report our case. Wanirudishie pesa yangu with interest for the 5 years, ama wanipatie the title deed. That's all I want.